Sikuvutiwa nao, lakini tutafanyaje kwa sababu wenye mamlaka waliamua kuunga mkono hiyo mikanganyiko mpaka baadaye imekuja kutokea bomu kubwa ambayo hamna mtu hata mmoja ambaye alikuwa analitegemea kwamba linaweza likatokea. Kabla ya mechi yetu taarifa zilikuwepo, na hata ukiangalia mazingira ambayo mechi ilikuwa inachezwa, unaona kabisa referee ambaye alikuwa anatakiwa kuchezesha mchezo wa finali alikuwa ni Ahmed Arajiga. Ni nguvu gani ambayo ilitoka nje? Ni nani ambaye ana nguvu kubwa kufikia stage ya kuweza kushawishi kamati ambayo ilikuwa imepanga referee kwa siku kadhaa amekuja kubadilika refa ndani ya masaa ambayo hayazidi masaa 8? Huyu ni nani na kwa nini ilikubalika hivyo? Yaani huyu mtu ana ushawishi kiasi gani au alikuwa na mpango gani mpaka mechi ikaonekana referee anabidi abadilike au refa mwingine, refa ambaye hata kwenye mechi za ligi kuu kama amechezesha sidhani hata kama zaidi hata mechi 3 au mechi 4. Ni refa ambaye anaonekana experience yake ni ndogo. Ni refa ambaye mechi nyingi anazocheza ni championship. Yaani yeye mechi za championship ndio ambako anachezesha kwa wingi. Kwa nini hakuja kupewa finali kubwa kama ile mechi ya CRDB? Na kama kuna mechi zingine ambazo Tanzania hapa wasimamizi wa mpira huu ambao kila mtu anaufahamu, kwa nini wanaweza kuwachukua marefari wa kigeni? Unashinda vipi kumleta refari wa kigeni kwenye mechi ya finali, mechi ambayo kila mtu anatamani kuiona, mechi ambayo inachukua attention ya watu wengi? Kwa nini unashindwa kukamilisha jambo la kuleta refari wa kigeni? Lakini ameenda kumleta refa ambaye Nizahiri Shaili alikuwa anacheza mpira kwa maagizo. Nizahiri Shaili alikuwa anacheza mpira ili aweze kuwaridhisha watu ambao walikuwa wamempa maagizo kwamba kwenye hiyo mechi ya leo make sure matokeo yanakuwa ya hivi na hivi. Kwa mfano, kuna jambo linaongelewa sana nimeliona kwenye issue, kwa mfano kama tukiacha kabla ya Fei tujadili kwanza faulu ya Kitambala Bora. Jefte Kitambala Bora amefanyiwa faulu. Ni dhahiri kabisa inaonekana faulu. Yule Tule ameenda kumblock Kitambala Bora. Referee anapuliza filimbi na bado anaenda kumpa kadi ya njano Jefte Kitambala Bora. Faulu ambayo inaonekana kabisa ni dhahiri ni faulu. Lakini yeye anaamua kufanya mazingira hii ionekane kwamba Jefte amejiangusha. Sasa mazingira kama yale kwenye mechi ya finali, manake ukifanya upuuzi kama ule unawatoa watu mchezoni na unawaharibu kisaikolojia. Sasa referee unashiriki kuharibu kisaikolojia ya wachezaji wa timu pinzani. Tafsiri yake nini? Manake ni kama referee una upande kwenye mechi husika. Twende kwenye faulu ambayo sasa hivi ndio imekuwa talk of the town. Kila mtu anajadili hiyo faulu. Faulu ya Faisal na Libasige. Referee anamuona kabisa Libasige anamvuta Faisal shati, anamvuta mikono, ametembea naye kwa zaidi ya mita kadhaa. Yaani ametembea naye kwa umbali kidogo. Wewe unaweza kufika kama mita 3 au mita 4. Refa anashuhudia kitu kama kinatokea, lakini refa anakausha, anasubiri mpaka reaction ya Faisal ndio anakuja kuhukumu. Hii maana yake nini? Kwa maana yake unaona mazingira ya mechi ambayo tumecheza juzi ni mazingira ambayo kuna vitu vilipangwa. Angalia kona ambayo amepiga Faisal. Alikuwa amekuja kupiga kichwa Kitambala Bora Jefte. Unaona referee kona imepigwa, Kitambala anapiga kichwa tu na yeye pale anapuliza filimbi. Hata sababu ya msingi ambayo inapelekea onekane kwamba hii filimbi imepulizwa kwa sababu gani hakuna, ila tu unajua kwamba yale yalikuwa ni mazingira ya kujiandaa kwamba iwapo goli lingeingia basi ile filimbi ingekuwa imeshaleta tatizo kwa sababu ilipulizwa kabla mpira hujagusa nyavu. Kwa hiyo maana yake pia wanapata sema kujisingizia. Kwa hiyo maana yake sometimes wa marefari wanachokifanya wanakusudia, na tunajua ni maagizo, na walioagiza wako nyuma yao. Wanaangalia namna ambavyo wanatimiza majukumu, wanatimiza maagizo yao. Kiukweli kitu ambacho kimetokea juzi hatujakipenda, au sio bwana? Sisi mashabiki hatujalizika, au sio bwana? Lakini sasa angalia, ukimwona Dubu anasema, maana yake uvumilivu wetu una mwisho. Unajua hata sisi binadamu wa kawaida, hata kama tukao tunapitia magumu kiasi gani, kuna stage itafikia mtu anakuja kuona kwamba yale maumivu anayazoea. Akishazoea sasa ndio anakuja kuzaliwa tatizo. Sasa bosi wa Azam FC, bosi Jamali, ni kwamba lile jambo limeshamfika shingoni, ni kwamba lile jambo ameshashindwa kulivumilia. Yani Azam tunateseka na masuala ya marefari kwenye nchi kwa zaidi ya miaka 20. Sisi ni watu ambao kila siku ukifanya tathmini ya kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara, katika timu ambayo inapoteza pointi nyingi kwa sababu ya makosa marefari ni Azam Football Club. Mfano huu msimu ambao umeisha jana au umeisha hapo juzi kati, ni msimu ambao mechi za kwanza 2 Azam FC msimu huu tayari zishafungia marefari 2. Sasa imagine tayari mechi 2 marefari washafungiwa. Tafsiri yake ni kitu gani? Tafsiri yake ni kwamba wanatutoa mchezoni kwa makusudi. Kwa hiyo wakati sisi tunapoteza pointi kwa ajili ya makosa kibinadamu, kuna watu wanaofaika kupata pointi kwa ajili ya makosa kibinadamu.
Kwa maana yake kwa jinsi ambavyo ameongea bosi Jamali na hata ile post na hata ile comment ambayo ameitoa bosi Yusufu, maana yake unaona ni watu ambao wameumizwa, kwa sababu wanawekeza fedha nyingi, na kama alivyosema bosi ni kwamba hakuna mtu ambaye anawasaidia kuhudumia timu. Haitoki hela TFF, haitoki hela bodi ya ligi, haitoki hela sehemu yote, ni pesa yao wao ndio ambayo inatumika kuhudumia Azam FC. Hebu umejaribu kuwaza mshahara wa wachezaji wale wa Azam FC? Unajaribu kuwaza kuwasafirisha wale wachezaji? Unajaribu kuwaza mahoteli yanalipwa shilingi ngapi? Alafu anakuja mpuuzi mmoja kwa ajili ya mambo ya kipuuzi, na kwa sababu ameshika filimbi anakuja kufanya maamuzi ambayo haya make sense. Watu lazima waongee vitu kama vile. Hiki kinachofanyika sio kitu na sio uungwana. Hatujapenda na lazima vitu kama hivyo, lazima vitu kama hivyo watu waviongee. Kiukweli bodi ya ligi, TFF, swala la marefari, mpira wa Tanzania mnazidi kuingiza shimoni. Mpira wa Tanzania unazidi kuonekana kila siku hauna hadhi. Hii ligi kila siku tunaonekana sijui ligi namba 6, ligi namba 5 kwa ubora, lakini jiulize swali moja. Kwa nini ligi hii ambayo inaonekana namba 6 mpaka namba 5, mbona hatupati marefari kwenye mashindano makubwa ya Afrika? Mashindano haya ya CAF, ila wewe ligi namba 5 kwa ubora Afrika unashindwa kupata marefari. Haupati refari ambaye anasimama katikati kupuliza filimbi. Kwa nini upate marefari? Maana yake unajua kwamba marefari wa Tanzania wengi wanakuja kucheza mpira kwa maagizo. Sasa kikweli hatujavutiwa. Lakini kilichosikitisha zaidi, mara baada ya mechi yetu kuisha na maneno ya Jamali bosi kuongea na zile tweet kadhaa ambazo zimepostiwa na wamiliki wa Azam FC, unakuja kuona sasa kuna mtu unajiuliza swali, limemuasha ile jambo kutokea wapi? Ni shobo au sio bwana? Au ni kitu gani kimemuasha mpaka anakuja kuongelea Azam FC wameilalamikia mamlaka ambayo inasimamia mpira Tanzania, kwa maana bodi ya ligi pamoja na TFF. Anakuja mtu kwa sababu anaonekana tayari kwenye timu yake anaishi kwa mashaka, anaonekana kwamba tayari watu wanaanza kumjadili kwamba muda wote na saa yote anaweza kafukuzwa, anataka kujihalalisha kwa kuonekana anaanza kuwataki Azam FC kwamba kama mnataka kuama ameni. Sijui kama mimi sijui Ahmed Ally nashindwa kumuelewa. Yeye ni msemaji wa TFF au ni msemaji wa Simba Sports Club? Kwa sababu Azam wameilalamikia TFF na bodi ya ligi. Sasa yeye anakuja kuiongelea Azam FC kwenye mikutano yake, wamekusanyana, anaizungumzia Azam kwamba wao wamesema wanataka kuondoka. Wewe ni TFF, wewe ni bodi ya ligi au ni shobo? Kitu gani ambacho kinasababisha wewe unakuja kujadili mambo ambayo hayakuhusu? Unagundua kabisa kwamba zile ni akili za kipuuzi. Ule ni ukomo wa kifikra. Mtu kama yule maana yake anashindwa kuelewa kitu ambacho kinazungumziwa. Watu wanalenga hasa kitu gani? Anakuja na kuwa na miemko yake, anakuja kuongea vitu ambavyo havipo. Unakuja kusema Azam sisi tukitaka mechi tunamzisha Aishi Manula, unasema tusipotaka mechi tunamzisha Foba. Simba tumekupasua mara ngapi Foba akiwa golini? Au hizo mechi zilikuwa zina maana? Zilikuwa sio mechi za msingi. Simba tumekukalisha zaidi ya mara moja, Foba yuko golini. Mechi hizo tulikuwa tuzitaki. Kwa hiyo angalieni vitu vya kuviongea. Unasema Foba, yani unamzungumzia Foba golikipa ambaye taifa la Tanzania kwa mara ya kwanza linaandika historia ya kwenda kwenye 16 bora mashindano ya CAF. Yeye ndiye alikuwa golini Azam FC, golikipa huyo Foba Zuberi. Wewe unasema sio kipa wa maana. Kipa wa maana nchi atakuwa nani kama Zuberi? Foba sio golikipa wa maana. Kama Zuberi sio golikipa wa maana, kipa wa maana nchini ni nani? Mbona golikipa wao alivunja kule na kuona kwamba hawezi kutaka kucheza mechi? Foba ikabidi achukue jukumu la kasaidia nchi. Wewe unasema sio golikipa wa maana. Angalieni vitu vya kuviongea. Tena wewe ni mwanahabari ambaye umesomea au sio bana, ni professional yako, unaweza kuchanganua mambo, unakaa lakini unaropoka vitu ambavyo havipo. Unamdharau Zuberi Foba kwenye mpira wa Tanzania. Kwa mantiki gani unamdharau Zuberi Foba wewe? Kwa hiyo mwambieni shobo atuzitaki. Swala ambalo limeongelewa Azam FC ni malalamiko kwa ambao wanasimamia mpira wa Tanzania. Haijalalamikiwa Simba Sports Club. Kwa hiyo na wewe asipende kushobokea vitu ambavyo havimuhusu. Swala kuhama Azam FC limeongelewa. Watachakata mabosi kwenye timu yao. Wakiamua kuhama watahama. Wakiamua kuendelea na ligi wataendelea. Kama hivi tayari unaona stories zimeshakuja. MC hadi washathibitisha kwamba ametuuzia Kipre Junior. Wewe unategemea msimu ujao kinachofuata kitu gani? Endeleeni sana kupanga mipango na marefari wenu. Ila tutaendelea kulitia aibu soka la Tanzania. Unasema kwamba sisi Azam FC Yanga tukicheza naye eti uhakika wa pointi 6, Azam FC Yanga na uhakika wa pointi 6. Guys, yani Yanga ana uhakika wa pointi 6. Yanga ana uhakika wa pointi 6 kwa Azam FC. Kweli? Yanga na Azam tumecheza mechi ngapi, au Simba na Azam tumecheza mechi ngapi ambazo Simba ndio bingwa kumwacha Yanga? Simba limemshinda kombe la msimu uliopita wakiwa head to head Benjamin Mkapa. Mfunga Yanga ile bingwa imeshindwa. Alafu unakuja kutuongelea sisi Azam FC.
Sasa kwa mfano, twende kwa takwimu ndogo fupi tu. Sisi Azam msimu wa 23 24 huu, au sio bwana? Au sisi tumecheza na Yanga, maana yake mechi moja si Yanga tumemfunga. Yanga sisi tumemfunga mechi moja. Yeye amemfunga mechi ngapi? Amediari amefunga Simba amefunga Yanga. Ila anapiga anatia makelele. Msimu mwaka jana Azam sisi tunamfunga Yanga. Yeye alimfunga Yanga mwaka jana. Alafu anakuja kubana pua, anakuja kuongea vitu ambavyo havipo. Kuna msimu wao msimu ngapi? Msimu hii hapa tumemfunga Yanga, hii tumemfunga moja bila. Yes, ni hiyo last season. Lakini sasa yeye ukimwangalia hawezi kupata mechi miaka karibia 5 wanahangaika wamfungi Yanga. Unakuja kutembea sisi na wewe na sisi ana 6 Yanga nani? Wewe na sisi ambaye ana mchango mkubwa kwenye ubingwa wa Yanga Afrika nani? Kila siku Simba wanamanuka tu kwa Yanga. Kila ikifika mechi yao na miguu wanajiachia tu, wanapasuka. Kila siku wanafumua wanakuja kutembea sisi. Mwangalie, mwambie aangalie vitu vya kuongea katika timu ambayo ina mchango mkubwa kwenye ubingwa wa Yanga Afrika. Hii ubingwa mara 5 mfululizo ni Simba Sports Club. Simba ndio mna mchango mkubwa kwenye ubingwa wa Yanga, sio Azam Football Club. Sisi tunakupasueni nyinyi, tunapasua na Yanga. Alafu nakuja kutongelea maneno ambayo hayapo bwana. Kwa hiyo ndugu zetu Ahmed, angalia vitu vya kuongea. TFF na bodi ya ligi kunyongwa, kuonewa, tumechoka. Unyonge watu utaki. Ufike wakati sasa mjue kwamba fedha ambazo zinatumika kwa Yanga, fedha ambazo zinatumika kwa Simba, ndizo fedha hizo ambazo wamiliki wa Azam FC wanatumia kuenda kuihudumia klabu yao. Kwa hiyo muwe mnahakikisha kwamba ligi inachezwa katika fair competition, mashindano kama yale yanachezwa na referee anaamua katika usawa. Sio unampendelea mtu fulani, unateketeza pesa za mtu afunge kwa halali, hawezi kuongea kitu chochote. Unakuja kusema kwamba kuna watu waandishi nimewaona mada yao kubwa kwamba Azam kuondoka wametia aibu soka yetu. Hivi kati ya kuondoka kuacha medali wakati mechi umecheza na kugairi kucheza kabisa mechi, ukasema mechi hii hatuchezi, aibu kubwa ya mpira iko wapi hapa? Kitu gani kinatia aibu soka la Tanzania? Sisi tumeshacheza mechi yetu tayari. Mechi tumecheza dakika 90 zimeshaisha. Tumeondoka wakati kupeana zawadi kwa sababu tumeona upuuzi ulifanyika kiwanjani. Umetukela, lakini mechi tumecheza. Haya, huyu ambaye yeye athamini hata ile mechi anaamua kutokucheza. Nani anatia aibu mpira wa Tanzania? Azam kuna siku tumegomea mechi. Angalieni na nyinyi waandishi vitu vya kufanya, vitu vya kuongea. Ongeeni ukweli kwenye mpira wa Tanzania. Soka la Tanzania liongeeni ukweli. Msio watu kukatakata kona kupindisha maneno. La sivyo kwa mtindo mtakuwa mtibu mpira. Azam ndio timu ambayo inaongoza kuwapa kipaumbele wachezaji wazawa. Tumecheza mechi ya finali sisi. Ile mechi ya CRDB finali. Tumecheza mechi ya finali, unaona kikosi chetu kina wachezaji 9 wazawa. Lakini tumecheza timu ambayo almost kikosi kizima wachezaji wa kigeni.